Jiji la Mwanza lipo mwambao wa kusini mwa Ziwa Victoria, kaskazini magharibi mwa Tanzania, likiwa ni jiji linalozungukwa na milima, ikikadiriwa 75% ya wakazi wanaishi katika maeneo hayo. Hapa naweka nukta. Mosi, nianze kwa kukurudisha nyuma miaka kadhaa iliyopita huko tulikotoka. Maisha katika maeneo ya milima yalikuwa ya kuogofya, yakizongwa na milipuko ya magonjwa kutokana na utiririshaji holela wa maji taka. Milimani palikuwa si salama, kwani hakukuwa na miundombinu ya kuondoa maji hayo. Inaarifiwa kipindi cha mvua ndio ulikuwa wasaa wa baadhi kutemesha maji taka kutoka katika chemba za vyoo vyao. Ilikuwa ni hali ya kukatisha tamaa na iliyohofiwa kuathiri hata Ziwa Victoria, ambapo sehemu kubwa maji hayo yaliishia ziwani. Vyoo vikijaa, hatuna sehemu ya vilikuwa havina sehemu ya kwenda. Ina maana mvua inaweza ikanyesha, mvua kubwa sana, unakuta mtu anafungulia choo, alafu choo unakuta kinasambaa. Mama Martha anasema kuna wakati maji taka na vinyesi vilitiririshwa bila kuwepo hata mvua. Kitokea kunani kumwagika, mkaona, tulikuwa tunapambana kadiri ya uwezo wetu kuchukua mchanga, kufukia, kufanyaje, kwa kushirikiana, kwa sababu mtu limeshawakuta ni wote mtaasilika. Kufuatia kadhia hiyo, mamlaka maji safi na usafi wa mazingira jijini Mwanza MWAUWASA ilianza utekelezaji wa mradi wa mfumo rahisi wa uondoaji maji taka kwenye maeneo ya milimani unaofahamika kitaalamu kama Water Simplified Sewerage System. Mradi huu, inakumbukwa, ulianza kama sehemu ya majaribio katika milima ya Mabatini, Igogo na baadaye Kilimahewa mwaka 2018, ambapo pamoja na kuondoa maji taka ilikuwa ni fursa nyingine ya kuwafikishia miundombinu ya maji safi na njia rafiki za kupita wakazi wa maeneo hayo. Mwanza ni eneo ambalo lina mfumo mzuri wa kukusanya na kutibu maji taka. Tuna miradi mbalimbali ambayo ilishawahi kutekelezwa hasa katika maeneo ya vilima ili kuweza kukusanya maji taka, lakini pamoja na kukusanya maji taka, lakini kuhakikisha kwamba wananchi wale wanapata huduma stahiki ya usafi wa mazingira. Hadi sasa mradi huu ni endelevu kutokana na kuwa na matokeo chanya. Maeneo 8 katika vilima mbalimbali yamenufaika, ikiwemo Ibungiro, Kabuhoro, Sahara, Isamilo na Pasiansi. Hizi ni jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na Benki ya Maendeleo ya Ufaransa pamoja na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya. Katika kutekeleza kazi hizi tunashirikiana na wadau, na tunaendelea kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kuendeleza ushirikiano na mataifa mbalimbali. Miradi hii tunaitekeleza kwa ushirikiano na mashirika mbalimbali ya kimataifa. Pasi na kuwa na kigugumizi, wakazi sasa wanashuhudia kuishi mazingira bora na rafiki kwa maisha yao. Kwa sasa hivi imekuwa ni afadhali kuliko na zamani jinsi ilivyokuwa. Mna wengine wanakuta kuna vyoo wakati kwa muda mrefu vinajaa. Kwa kweli tunaishi vizuri pamoja na maji safi na maji taka, tunaishi vizuri. Changamoto ni kidogo tu pale ambao watu sio wastaarabu wanapotupia vitu chooni, alafu unakuta mwisho wa siku kinaziba. MWAUWASA pia imetekeleza mradi mwingine wa kuchakata maji taka katika gereza kuu la Butimba jijini Mwanza. Haswa kabisa, kabla ya mradi huu haujawepo hapa Butimba, sisi tulikuwa ni sosi ya watu ambao ni waharibifu wa mazingira, kwa sababu miundombinu yetu ya maji taka ilikuwa katika hali ambazo ni chakavu sana. Kama mnavyojua kwamba gereza hili limejengwa kipindi cha ukoloni, kwa hiyo miundombinu mingi ya maji taka ilikuwa imeshakwisha choka, kwa hiyo uchafu mwingi ulikuwa unasambaa ovyo ovyo. Mradi huu unajulikana kwa jina la Decentralized Wastewater Treatment System, kwa kifupi DEWAT, ambao umeunganisha mfumo wa utoaji maji taka katika nyumba za askari magereza zaidi ya 150 pamoja na gereza lenyewe, huku ukinufaisha zaidi ya watu 4,000. Imewekwa bayana maji taka hayo yanakusanywa kwa ustadi mkubwa na kuchakatwa na mitambo maalumu, yaani kuyatibu na baadaye kuyarudisha katika mazingira yakiwa safi kimazingira. Kwa kuwepo kwa mradi huu tu kimekuwa ni chanzo bora cha kuweza kulinda Ziwa Victoria. Kwa hiyo nilikuwa naiomba vile vile serikali kwamba basi wasishie magereza tu, magereza kuu Butimba,
Kwa maana hiyo basi, MWAUWASA pia inaendelea kuangalia namna bora zaidi ya kuweza kufikia maeneo mengine ambayo hayana huduma ya maji taka na kuangalia njia mbadala za kuweza kukusanya na kutibu maji taka. Na hii ni taswira nyingine ya MWAUWASA kujenga vyoo vya kisasa katika baadhi ya shule za jiji la Mwanza na halmashauri ya manispaa Ilemela. Shule ya msingi Kiloleli wilaya Ilemela ni mojawapo ambayo imenufaika na ujenzi wa vyoo hivyo timilifu vyenye miundombinu ya maji safi. Vyoo vyetu kama mnavyoviona, vyoo hivi kwa kweli vinatusaidia. Hapo awali tulikuwa na vyoo kule ambavyo vilikuwa vikidhi. Wanafunzi wanasema bila shaka elimu kwao ni muhimu kwa kuwa na mazingira bora. Mama Samia alishirikiana na MWAUWASA kututengenezea vyoo visafi, vina maji ya kutiririka. Hapo zamani tulikuwa tuna vyoo vimebomoka, vilikuwa havina milango. Tunakushukuru, tunajisaidia vizuri. Zamani tulikuwa tunaumwa matumbo. Haya ni manufaa machache katika mengi yanayotekelezwa na mamlaka maji safi na usafi wa mazingira jijini Mwanza, MWAUWASA. Ama hakika mamlaka hii imepiga hatua. Naitwa Sudi Shabani Mzalendo, Star TV Mwanza.